Samani ulize. Jina lako nani? Uko kwenye mpira ni gani? Ndio. Kuanzia mwaka gani? Nimeuliza nikiwa. Kuanzia mwaka gani? Coach 2009. Coach, hongera kwa ubingwa ambao umeupata ukiwa kama kocha wa Simba. Nini ambacho unaweza kuzungumza kwa hiki ambacho ni kupongeza watu wote kwa maana tasnia media kwa ujumla, TFF kwa kusimamia ligi, wapenzi wa soka, lakini kikubwa uongozi wa Simba kuweka katika mazingira mazuri wachezaji, lakini vile vile tunakuja kwa technical bench kuweza kutengeneza timu ambayo tulikuwa tunahitaji kurudisha heshima ya Simba kwa maana ya kuweza kupata pointi 3 kwenye kila mechi na hatimaye tuweze kuchukua ubingwa. Tumechukua ubingwa pasipo kufungwa kwa maana sasa ni hongera kwa maana kwa wachezaji kwa kile ambacho wanakifanya. Ligi kwa ukubwa ilikuwa na ushindani mkubwa sana, kila mtu alikuwa anahitaji apate hicho ambacho nimekishika hapa, lakini mwisho wa siku kimekuwa kwa upande wa Simba. Hivyo sasa tunatokana na hili sasa tunakwenda kwenye historia nyingine sasa kwa maana ya kuwakilisha Tanzania. Tunaangalia mapungufu ya kwenye ligi yetu na tunaangalia ushindani ambao tunakwenda kwenye Sekafa. Lakini wakumbushe katika historia ya soka katika Simba Queens, ina maana sasa walishachukua Sekafa na Champions League walifika nusu finali. Hakuna timu yoyote ile ambayo imefika huko. Kwa sasa mimi ambao tumechukua timu na ambaye tunafanya mapinduzi tunakwenda kupambana na Sekafa na baada ya Sekafa tuweze kupita kile ambacho tumefanya tuweze. Kwa maana kwa ukubwa kwa sababu tunashukuru Mungu kwa kuweza kuchukua ubingwa msimu huu na malengo yetu yako vile vile kwa maana bado kuna mechi nyingine ambayo tunacheza na Geita kwa maana sasa malengo yetu kuangalia mapungufu ya mechi ya leo na mazuri ya mechi ya leo ili kujipanga vizuri kwa mechi inayofuata. Sio kuchukua hichi basi tumekuwa tumeridhika, hapana, kwa maana malengo yetu sisi ilikuwa ni kuchukua ubingwa na kumaliza pasipo kufungwa. Na tunaendelea na rekodi ile japokuwa wachezaji wanakuwa na fatiki, wachezaji walikuwa na majeraha, wachezaji wengine wanashindwa kucheza kwa sababu ya jeruhi, lakini naamini kwa sababu tuliandaa timu tunakwenda tutapambana katika mechi ya mwisho kupata pointi 3. Swali lingine la mwisho kabisa nikamate kombe hili kwa ajili ya kumwenzi Edna Lema na makocha wote wa ligi kuu ya wanawake Tanzania. Kombe hili niseme kwamba na mwenzi Edna Lema na makocha wote wa ligi kuu ya wanawake, kwa maana sasa msimu unapokuja ni vizuri tukaie kwenye ushindani wa kuweza kiufundi zaidi. Kuna timu nyingine zimekuja kucheza na Simba kuja kuwavunja Simba. Kwa sasa kwa msimu unaokuja tushindane kiufundi zaidi ili ligi na nusu. Tuambie Yaani vipi mlikuwa mmekaa? Tayari 1 na dakika 20 imebaki. Tungependa kujua 1 na dakika 10 imebaki. Tuendelee. Leo mmepeleka kombe na ni furaha ambayo pia ni lazima kila mtu aweze kuwa nayo. Mmepanga kwamba sherehe ya mwisho itakuwa wapi? Mtaifanyia wapi? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu hii leo tumefanikiwa kukabidhiwa ubingwa wetu wa ligi kuu soka ya wanawake. Tunawapongeza wachezaji wetu, haikuwa kazi nyepesi, lakini wamepigana vita kubwa na hatimaye hii leo wamekabidhiwa jasho lao ambalo wamevuja kwa takriban msimu mzima. Tunawapongeza Simba Queens, tunalipongeza benchi la ufundi, lakini kwa kipekee kabisa tunawapongeza viongozi wa Simba ambao wamepambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba Simba Queens inapata ubingwa. Na kwa upekee ndani yake tunawapongeza mashabiki wote wa Simba Sports Club ambao wamekuwa bega kwa bega na timu yao mikoa tofauti kuhakikisha kwamba Simba Queens inapata ubingwa. Simba Queens leo amekabidhiwa ubingwa wake, ni faraja na furaha kubwa kwa taasisi na mashabiki wa Simba Sports. Hakuna vita ambayo haina washujaa. Katika timu yako pia mlikuwa ni kama vita ambayo mnapigana. Siku ya leo mnasherehekea ushindi. Ni mashujaa wapi ambao umeweza kuwaona katika timu yako ambao unasema hawa najivunia kwenye tarehe hii? Wachezaji wote wa Simba Queens. Ukiangalia Simba yetu ilikuwa na mchanganyiko wa wachezaji wengi wapya. Ukiangalia Simba yetu kuna wachezaji wachache sana, wakina Densa, wakina Corazon, wakina Janet, wakina Doto ndio ambao wana misimu mingi ndani ya Simba. Lakini the rest ni wachezaji wapya. Sasa ndani ya msimu mpya unafanya mabadiliko ya wachezaji wengi na wanaingia, wanaweza kutengeneza umoja na mshikamano na wanafanikiwa kuchukua ubingwa. Ni dhahiri shahiri kwamba nyuma yao
yuko mtu ambao ameunganisha mfumo huu na si mwingine ni kocha, kwa kushirikiana na benchi lake la ufundi wameweza kutengeneza timu yenye mchanganyiko wa wachezaji wachache wa zamani na wachezaji wachache wenye uzoefu dhidi ya wachezaji wa sasa wengi wachanga na wapya, na wamefanikiwa kuchukua ubingwa. Ni pongezi kubwa kwa Musa Hassan Mgosi na benchi lake lote la ufundi. Na mimi mtakuwa na mwisho hilo.